Shalom, shalom watu wa Mungu, kama mnavyofahamu leo tulikuwa na mtoko wa vijana ikiwa ni siku ya tarehe 27 mwezi wa 5 na vijana wa KKT usharika wa Mji Mpya pamoja na vijana wengine wa madhehebu tofauti wameungana na sisi katika mtoko huu. Na leo nitaenda kuoji baadhi ya washirika ambao wamepata nafasi ya kuhudhuria mtoko huu. Ni vitu gani ambavyo wamejifunza? Kwani tangu saa 2 asubuhi tuko hapa na mpaka dakika hii tuko na wazungumzaji mbalimbali wanaendelea kutulisha madini. Karibu sana kaka, jina lako ni nani? Naitwa Shadrack. Okay, Shadrack, labda uwaambie watazamaji, tuko hapa tangu asubuhi saa 2 na sasa hivi ni saa 10. Je, ni vitu gani ambavyo umeondoka navyo? Walau vitu viwili ambavyo umevipata katika yale ambayo tumelishwa na wazungumzaji wa siku hii ya leo. Kiukweli wazungumzaji wa siku ya leo walikuwa wanatufundisha vitu vizuri, na kiukweli mimi kama mimi ni kwa mtu ambaye sijaoa, nimejifunza kutafuta mwenza wangu ambaye ni sahihi. Na pia hata nimejifunza pia kumtumikia Mungu kwa wema zaidi. Amen. Jamani, kama ambavyo mmesikia kutoka kwa kaka Shadrack, asante sana Shadrack. Ameweza kujifunza namna ya kuchagua mwenza sahihi katika kipindi hichi cha ujana, tukiwa tunaelekea katika maisha ya ndoa kwa wale ambao bado hawajaoa pamoja na kuolewa. Lakini pia tumeweza kulishwa neno la Mungu kama vijana, ni namna gani tunaweza tukamtumikia Mungu kikamilifu ingali tuna nguvu. Na hapa niko na madam pia ambaye naye ataenda kutueleza ni kitu gani ambacho amejifunza katika mtoko wetu huu wa vijana. Karibu sana madam, jina lako ni nani? Asante sana, naitwa Faraja Msewa kutokea usharika wa KKT Bungo. Nimefurahi sana kuungana nanyi katika mtoko huu kutoka vijana wa Mji Mpya. Amen. Faraja ametoka KKT Bungo, naye ataenda kutuambia ni vitu gani viwili ambavyo amejifunza katika mjumuiko huu wa siku hii ya leo. Karibu. Nimejifunza mengi sana, lakini vitu viwili pia nimejifunza kushirikiana na wenzangu, maana tumeungana, unatoa fursa zako ambazo wengine watapata kujua. Pia nimejifunza kuhusu kumtumikia Mungu kama kijana. Pia nimejifunza kuhusu mahusiano. Natamani hili somo lingekuja mapema kabla sijawa hivi nilivyo leo. Pengine nikiwa na miaka 10, 12 na hisi nisingefanya yale ambayo nimeyafanya, ningekuwa ni kijana ambaye wa namna yake, wa kipekee. Yes, na hii ni rai kwa viongozi wetu wote wa diocese. Tunayo haja ya kuhamasisha mitoko kama hii, kwani sisi kama vijana kuna vitu vingi sana ambavyo tumejifunza, kama ambavyo tumemsikia dada Faraja akisema. Na mitoko kama hii inaenda kubadilisha fikra za vijana, kuwafanya wafikirie kitofauti, lakini zaidi kuongeza connection yao na Mungu. Tunaendelea na matukio mengi, mtapata kwenda kuwasikia watu wengine tofauti tofauti wakitueleza. Niko na kaka hapa. Karibu sana kaka, karibu sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Joseph Elias. Nashukuru, nimefurahia sana mtoko huu wa vijana kwa sababu tumejifunza mambo mengi. Cha kwanza kabisa tumejumuika, tumepata kufahamiana, tumeshiriki michezo mbalimbali, tumekula pamoja, pia tumejifunza neno la Mungu ambalo linatujenga kufanya vitu vilivyo sahihi kwa ajili ya utukufu wa Mungu na kwa ajili ya kutuimarisha katika kiuchumi. Tupate uwezo wa kujimarisha katika uchumi, namna utafutaji na mambo mengine. Yes, ukiachana na mahusiano, pia leo watoa mada wetu wameweza kutugusia umuhimu wa kijana wa Kikristo kuweza kuingia katika biashara mbali na masomo. Yaani ukishamaliza masomo yako, ni kitu gani extra unaweza ukakifanya kuweza kujiingizia kipato? Kwani tuko katika ulimwengu ambao ni ulimwengu wa wachakalikaji. Hivyo pia tumefundishwa namna nzuri ya kuweza kuona fursa katika mazingira tunayoyaishi mbali na wokovu. Karibu sana dada, naomba utuambie ni kitu gani ambacho umejifunza katika mkutano wetu huu wa leo, mtoko wetu wa Kikristo. Wazungumzaji wanaendelea kuzungumza, lakini kuna wale ambao wameshapita, labda uweze kushare na wale vijana ambao hawajapata nafasi ya kushiriki siku hii ya leo. Ni kivipi umeweza kuondoka na lipi katika mtoko wetu wa leo? Karibu sana. Asante. Naitwa Priscilla Michael. Siku ya leo ulikuwa ni mtoko wa vijana kwa ajili ya kujifunza mambo mbalimbali. Vijana wa KKT Mji Mpya, lakini tulialika pia na rafiki zetu kutoka sehemu mbalimbali. Kiukweli rafiki zetu wamefurahia sana. Kulikuwa na michezo, kumekuwa na mafundisho ya neno la Mungu, lakini pia tumejifunza mambo mbalimbali yanayohusiana na mahusiano, masuala ya uchumi. Wametufundisha vitu vingi.
Kwa kusummarize, labda niweze kumwongezea dada Priscilla, ni kwamba tumefundishwa ni namna gani kijana anaweza kusubiri mpaka wakati sahihi wa yeye kuwa na mwenza, lakini pia tumeweza kufundishwa jinsi ya kutofautisha urafiki wa kawaida pamoja na urafiki wa kiuchumba, na hii imekuwa ni changamoto sana kwa vijana wa sasa. Vijana wengi wanaanza kujiingiza katika uzinzi kabla hawajahalalishwa. Hivyo basi wazungumzaji wetu wameweza kutulisha neno hili la kwamba mahusiano ni mazuri, lakini yanakuwa mazuri zaidi yakiwa wakati sahihi, na tusihalalishe uzinzi, kwani hata Biblia inakataa uzinzi au mahusiano ya kindoa kabla ya wakati wa ndoa. Tunaendelea kupata maoni kutoka kwa washiriki ambao wamepata nafasi ya kuhudhuria katika mtoko huu, ambapo kiingilio ilikuwa ni kiasi cha shilingi 20,000 tu. Karibu sana dada, jina lako ni nani? Na ninaomba uwaambie watazamaji ambao hawajapata nafasi ya kushiriki katika mtoko huu ni vitu gani ambavyo umejifunza leo, na watu wa mada wameongelea vitu tofauti. Ni kitu gani kimoja ambacho umeondoka nacho na unamshukuru Mungu kwa kuja katika huu mtoko, kwani hicho kitu utaenda kuishi nacho? Karibu. Asante. Kwa jina naitwa Happy, ni msharika wa Mji Mpya. Nimejifunza vitu vingi kwenye huu mtoko wa sikukuu ya vijana. Nimejifunza hasa kikubwa sana, nimejifunza mimi kama mwanamke nisichezewe, nijiamini pale napokutana na mwanaume. Anaponiambia maneno yake niyaweke akilini na kuyafanyia kazi. Na pia kwenye kupambana kutafuta pesa yangu kama pesa yangu mimi mwanamke. Ndio vitu nilichojifunza na vingine vingi tulivyojifunza kwa sisi wanawake. Okay, so unawaambiaje watu ambao hawajapata nafasi ya kushiriki katika mtoko huu? Labda tumeambiwa, viongozi wetu wametuambia mitoko hii itakuwepo 2 kwa mwaka, na mwingine uko njiani unakuja kabla hatujafunga mwaka 2026. Unamwambiaje kijana ambaye alikuwa anasita kushiriki katika mtoko huu, na wewe umepata nafasi ya kushiriki mpaka hivi sasa tumemaliza tukio letu? Unamwambiaje kijana ambaye hajaweza kufika siku hii ya leo? Napenda kumwambia kijana ambaye hajafika siku ya leo, siku ambayo atatangaza tena ajitokeze, maana kuna mambo mazuri mengi ambayo wanayakosa vijana. Kwa hiyo ninawaomba jamani, vijana wajitokeze, wanakosa mambo mazuri mengi ambayo yanafundishwa na watu ambao wamepita katika changamoto kubwa na mpaka wamefanikiwa. Yes, kijana unayetusikiliza, ni muda wa kukaa na kujitafakari, na kama hukupata nafasi ya kushiriki katika mtoko huu, basi tunaomba ufuatilie media zote ambazo zinaonyesha matukio pamoja na semina hii, namna ilivyoenda, wazungumzaji waliohubiri, lakini pia wale ambao wametulisha neno. Tulikuwa na Mr. Cosmas Madulu, huyu ni mwanasaikolojia lakini pia ni mkufunzi katika masuala ya malezi, lakini pia tulikuwa na mama Urio Debora ambaye yeye ni mama ambaye anafundisha neno la Mungu, lakini pia ni mama mbobezi katika kuongea na vijana. Kama mnavyofahamu, utandawazi umewaweka vijana wengi mbali na Mungu, na hasa sisi vijana ambao tuko katika wokovu tumekuwa ni mojawapo ya kundi ambalo shetani anapenda kututumia ili kujipatia ushindi. Hivyo ukiwa kama kijana, basi usikose mtoko wa vijana utakaoandaliwa kabla ya mwisho wa mwaka huu 2026, na usipange kukosa. Karibuni sana.